la kanisa la yuko Nigeria kwenye miaka ya 50, 60, 70 pale alikuwa ni miongoni mwa watumishi wa Mungu ambao walileta uamsho sana Afrika kwa injili na miujiza na ishara. Sasa huyu kijana siku moja, huyu mtumishi wa Mungu Benson Idahosa akapokea wageni kanisani kwake kutoka Marekani. Mtumishi wa Mungu kutoka Marekani, tuna mke wake wamekuja kuhubiri, wakafikia kanisani kwake. Kanisa lake ambalo linaitwa Church of God Mission International, iko Nigeria. Sasa wale wageni wa huyo mchungaji wakaja wakafundisha siku ya Jumapili, wakafanya service na nguvu za Mungu zilikuwa zinatembea kwa kiasi kikubwa, ibada ikachelewa, na hao wageni walikuwa wanatakiwa waondoke siku hiyo hiyo warudi Marekani kupitia njia ya Ufaransa. Kwa hiyo wanatoka ibadani wamechelewa, lakini walikuwa kwenye huduma. Ikabidi achukue gari awakimbize airport. Alipofika airport, akakuta ndege iliyopo ni moja iliyobaki na imeshajaa. Kwa hiyo wageni wale haiwezekani kusafiri. Akamwambia, jamani, mimi kwenye gari yangu kuna wageni watumishi wa Mungu wanasafiri na ni lazima wasafiri leo. Marubani kwanza, kabla ya hapo alimwambia hivyo, akaendesha gari yake akaenda kwenye njia ndege inapopita, ikiwa akaziba. Alipoziba na gari yake, kabidi marubani washuke waende kuuliza kuna nini. Akamwambia, bwana, huko kwenye gari yako kuna watu wanafanyaje, watumishi wa Mungu wanasafiri wanakwenda, lakini naomba nafasi. Akamwambia, nafasi haipo ya kusafiri, ndege imejaa. Akaomba, naomba niende, mniruhusu niende niongee na abiria walioko kule ndani ya ndege, labda naweza nikapata muujiza. Wakamruhusu, akaenda. Akamwambia, jamani, nina wageni wangu wanataka wasafiri, naomba watu wawili washuke ili wageni wangu wasafiri, na waomba wala anayependa kujitolea ashuke, mtu kalipa nauli yake ya ndege ashuke. Gari tu yenyewe 5,000 unakomana kiti, sema atoke mtu hapa. Akasubiria kimya, wengine wanalalamika, huyu naye anatuchelewesha bwana, wanalalamika kimya. Baada ya muda kidogo, akafikia kijana mmoja, walikuwa ni wawili nyuma kabisa, siti za nyuma kwenye ndege, wakasimama wawili. Alikuwa ni huyu na mmoja akiwa bado kijana, wako na wenzake wanasafiri, wanaenda na msaidizi wako kwenye biashara zake. Wakashuka, kumwambia, naomba wageni wako wafanyeje, waendelee, sisi tunashuka. Yule mtumishi wa Mungu akamuuliza, jina lako kijana unaitwa nani? Akamwambia, mimi naitwa Aliko Dakota. Ile kitendo cha yule kijana alichokifanya ikamfanya yule mtumishi wa Mungu akalia machozi, akamtamkia maneno haya, akamwambia, kijana, umesimama kumheshimu Mungu, dunia itasimama kwa ajili yako kukuheshimu. Akasema, Mungu wangu atakubariki, biashara yako ataikuza ivuke kiwango cha Afrika, utabarikiwa kupita maelezo.
Yule kijana alishuka na kuomba arudishiwe nauli. Alishuka tu akasema naomba wageni wasafiri. Hakuomba naomba mrudishie nauli yangu. Akasema mimi nashuka kwa kumheshimu mtumishi wa Mungu. Akashuka, nauli akaiacha. Ukasema alikuwa naye waweze kufanya biashara. Hata kama unayo ulikuwa umepanga, yaani ulipe nauli ya ndege alafu naiacha tu mbelele unamwachia mtu, haiwezekani.